Maisha ya mwanahabari Larry Madowo yamo hatarini baada ya kumkosoa vikali rais wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto. Ujambo na karibu. Mwanahabari mashuhuri wa Kenya Larry Madowo amezua taharuki mitandaoni baada ya kufichua mfululizo wa barua pepe zenye vitisho vya kifo alivyopokea hivi karibuni, vinavyoashiria hali ya hatari inayomkumba ama inayowakumba wanahabari wanaojitokeza kuikosoa mamlaka. Kupitia mitandao yake rasmi ya kijamii, Madowo alichapisha picha za skrini za barua hizo ambazo zilijaa lugha ya chuki na vitisho vya moja kwa moja. Ingawa hakutaja walihusika moja kwa moja, ujumbe wa vitisho hivyo unaonekana kulenga kazi yake kama mwandishi huru anayetoa ripoti zenye kuangazia masuala nyeti ya kisiasa na kijamii, si tu nchini Kenya bali pia katika medani ya kimataifa. Madowo, ambaye kwa sasa ni mwandishi wa kimataifa katika shirika la habari la CNN, amekuwa akifanya kazi katika maeneo ya migogoro na kufichua hali tete za kisiasa kote ulimwenguni. Umaarufu wake wa kimataifa na msimamo wake usioyumba katika kuripoti ukweli unaonekana kumweka katika hatari ya mashambulizi kutoka kwa wale wasiopendezwa na taarifa zake. Barua pepe alizoshiriki zinadaiwa kuwa na maelekezo yanayofichua kufuatiliwa kwa harakati zake binafsi, huku baadhi ya ujumbe kimtaka ajihadhari na maisha yake. Tishio hilo linaibua maswali mazito kuhusu usalama wa wanahabari na uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya na zaidi ya mipaka yake. Hadi sasa mamlaka nchini hazijatoa kauli rasmi kuhusiana na tukio hilo, lakini mashirika yanayotetea uhuru wa vyombo vya habari yamesisitiza haja ya kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kuhakikisha usalama wa wanahabari unalindwa. Chama cha wanahabari Kenya KUJ kilitoa taarifa kali ya kulaani vitisho hivyo, kikitaja tukio hilo kama shambulio kwa uhuru wa vyombo vya habari haswa na demokrasia. KUJ ilijiitaka serikali na vyombo vya usalama kuchunguza suala hilo, lichunguzwe kwa kina na vilevile kuhakikisha kuwa wale wote wanaohusika wanawajibishwa ipasavyo. Uamuzi wa Madowo wa kuanika vitisho hivyo hadharani umeibua wimbi la mshikamano wa uungwaji mkono kutoka kwa Wakenya na jumuiya ya wanahabari duniani, wakimsifu kwa ujasiri wake na msimamo wa kutotishwa. Tukio hili linajiri wakati ambapo wanahabari ulimwenguni kote wanakabiliwa na mashinikizo ya hatari zinazoendelea kuongezeka. Katika mazingira haya, ushahidi wa vitisho dhidi ya Madowo unazidisha hofu kuhusu uhuru wa kujieleza na wajibu wa kulinda wanahabari wanaojitolea kuhabarisha umma kwa ukweli na uwazi. Wito unazidi kutolewa kwa serikali, mashirika ya haki za kibinadamu na vyombo vya sheria kuchukua hatua madhubuti dhidi ya aina yoyote ya vitisho au unyanyasaji wa wanahabari ili kulinda msingi wa utawala wa sheria na uhuru wa vyombo vya habari.